Waarabu ni kama vile wameufyata mkia kama wasemavyo Waswahili mbele ya Iran. Nchi za Kiarabu zimekuwa zikishambuliwa tangu tarehe 28 ya mwezi Februari baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini tutazame kwa nini nchi hizi za Kiarabu zimeufyata mkia, kwa maana hazijaishambulia Iran licha ya kupigwa. Iran imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya mataifa mbalimbali katika miji ya Ghuba baada ya mauaji ya kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, lakini pia ni baada ya mashambulizi ya awali ya Marekani na Israel dhidi yake. Lakini mataifa ya Kiarabu hayakulipiza kisasi. Lakini kwa nini nchi hizi za Kiarabu ambazo zina utajiri na silaha zimechagua kujizuia? Je, ni kutokana na kutaka vita hivyo visienee katika eneo kubwa katika Mashariki ya Kati au ni kwa sababu gani? Katika miongo mitatu iliyopita, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, UAE na Saudi Arabia zimejenga taswira ya uthabiti katika eneo lenye hali tete ya Mashariki ya Kati, lakini mtazamo huo kuhusu eneo hilo ulibadilika wakati makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Iran zilipopiga sio tu kambi za Marekani katika nchi za Ghuba, bali pia hoteli za kifahari na maeneo ya makazi ya Dubai na Abu Dhabi. Licha ya Iran kushambulia maeneo ya viwanda na ya kiraia, karibu mataifa yote ya Kiarabu hadi sasa yameonyesha kujizuia na kuepuka vita dhidi ya Teheran. Katika ripoti hii tunajaribu kuchanganua ikiwa kizuizi ni cha busara au kina mwelekeo wa kidini. Hatua ya Irani ya kurusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Israel, vituo vya Marekani katika Mashariki ya Kati na nchi za Kiarabu inafuatia kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei katika mashambulizi yaliyoratibiwa ya anga ya Marekani na Israel. Khamenei hakuwa tu mkuu wa taifa la Iran, alikuwa kiongozi wa Waislamu wa Kishia duniani kote. Hivi sasa mataifa ya Kiarabu yanakabiliwa na chaguo gumu iwapo wataishambulia nchi ambayo ni sehemu ya umma wa Kiislamu. Sio tu kwamba wanahatarisha kuonekana kama wanatenda kinyume na jumuiya kubwa ya Kiislamu, lakini pia kama kusimama pamoja na Israel. Hiyo pia baada ya kuuawa kwa kiongozi wa Kishia Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, swali lingine ni namna gani watakavyoanza vita hivyo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wachambuzi wa mambo wa Mashariki ya Kati wanatazama hali ilivyo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, wakiyaona mataifa hayo ambayo kimsingi yamejengwa katika imani za Kiislamu kwamba watatengeneza vita vya wao kwa wao, kwa maana Waislamu kwa Waislamu. Hii ni moja kati ya sababu ambayo baadhi ya wachambuzi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati wanaitaja. Lakini pia inatajwa kwamba baadhi ya nchi ambazo zinashambuliwa zimekuwa zikifanya mazungumzo na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwamba iendelee na mapambano dhidi ya Israel pamoja na Marekani, lakini sio kushambulia mataifa ya Kiarabu. Hata hivyo, jambo jingine ambalo wakati huu linaonekana wazi ni pale ambapo Saudi Arabia ilitangaza kwamba huenda ikashambulia kulipiza kisasi mashambulizi yanayofanywa na Iran. Lakini inadaiwa pia kwamba Iran imewaambia washirika hao wa Mashariki ya Kati kwamba moja kati ya jambo ambalo itafanya ni kuharibu tu miundombinu ya Marekani ambayo imejengwa katika maeneo hayo ya Mashariki ya Kati, lakini vinginevyo wao wana jukumu kubwa la kuikataza Marekani kuachana na mashambulizi yake dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na ndio maana inatajwa kwamba rais wa Marekani sasa anapata mashinikizo makubwa kutoka kwa Waarabu kwamba walikubalia Marekani kujenga ngome za kijeshi katika maeneo hayo, lakini ni ngome za kijeshi zilizokuja kusababisha matatizo kwa wananchi wa mataifa hayo. Jambo jingine ambalo linatajwa ni kile ambacho kimeelezwa na Urusi kupitia waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov, aliyewahi kutamka wazi kwamba uwepo wa kambi za kijeshi za Marekani si kwa ajili ya msaada wa watu wa nchi za Ghuba, bali ni kwa maslahi yake, lakini pia ni kwa ajili ya kuharibu nchi hizo za Ghuba na kuzingiza katika migogoro. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wengine wanasema kwamba mataifa hayo baada ya mkutano wao wa GCC, kwa maana mkutano wa nchi za Ghuba, moja kati ya jambo ambalo wamelizingatia ni kutopambana na Iran, kwa sababu kupambana na Iran kutasababisha mzozo kuwa mpana zaidi, na kwamba mzozo huo utasababisha wao kwa wao pia kugombana, kwa sababu yapo mataifa ambayo ni rafiki na Iran, ikiwa ni pamoja na Oman, lakini pia na mataifa mengine katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kadhalika kuna mataifa kama Yemen ambayo yanadaiwa kwamba huenda yakaingia vitani kama mataifa hayo yataamua kuishambulia Iran. Kadhalika makundi mengi yaliyopo katika Mashariki ya Kati yanadaiwa kwamba yanaiunga mkono Iran, na hivyo makundi hayo huenda yakasababisha hofu kubwa katika eneo zima la Mashariki ya Kati.
Siku ya 22 ya mzozo uliogubika Mashariki ya Kati, moja kati ya jambo muhimu ambalo limejitokeza katika suala la onyo la kijeshi kwa Iran kutoka Saudi Arabia. Ripoti zinasema mwanamfalme Mohammed bin Salman, mtawala mkuu wa kifalme, aliidhinisha jeshi la kifalme la Saudia kuishambulia Iran ikiwa mashambulizi yataendelea. Hata hivyo, mashambulizi bado yanaendelea, lakini bado Saudia imeendelea kujizuia. Gazeti la Washington Post limeripoti siku ya kuuawa kwa Khamenei kwamba mwanamfalme wa Saudia pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walimtaka rais wa Marekani Bwana Trump kuanzisha shambulizi dhidi ya Iran. Lakini pia inadaiwa kwamba rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ni moja kati ya watu ambao wanamzuia mwanamfalme Mohammed bin Salman kutoanzisha vita. Hata wakati huu Abdel Fattah al-Sisi, rais wa Misri, yupo nchini Saudi Arabia kwa ajili ya ziara. Hata hivyo, wakati huu bado Iran inaendeleza mashambulizi, lakini pia inadaiwa kwamba moja kati ya mataifa ya Ghuba yatafanya mchakato wa kuiweka chini Iran, lakini pia kuliweka chini taifa la Marekani, kwamba linapaswa liachane na mpango wa mashambulizi na kuwa na makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri ulimwenguni.